Nachukizwa na wale wanaotengeneza bidhaa feki, wanarudisha nyuma jitihada kama hizi za kutengeneza viwanda, za kutengeneza makampuni yanayozalisha bidhaa halisi, makampuni yanayozalisha bidhaa original yanakwamishwa, yanabebeshwa mzigo mkubwa, yanasababishiwa hasara na wale wanaotengeneza bidhaa feki. Ndani ya serikali, niwaahidi ndugu zangu wa Superdol, tutaendelea kupambana na watengeneza bidhaa feki na waingizaji wa bidhaa feki ndani ya nchi yetu. Na waheshimiwa mawaziri, kwa sababu mko hapa, hakikisheni yeyote anayepatikana na mchezo wa aina hiyo anachukuliwa hatua kali. Wala msiwe na huruma hata kidogo, kwa sababu wanatuharibia uchumi wetu, wanaharibu jitihada nzuri za serikali za kuhakikisha kwamba tunakuza sekta binafsi, tunakuza uzalishaji wa bidhaa zenye viwango ndani ya nchi yetu. Lakini pia bidhaa feki zina gharama ya maisha na zina gharama ya uharibifu ndani ya uchumi. Kwa niwahakikishie, tutaendelea kuchukua hatua kali kwa hawa wanaofanya michezo ya aina hii. Lakini pia kama nilivyosema, tumependezwa kwamba ni kampuni ya Watanzania imeonyesha mfano kwamba Watanzania wanaweza wakaendesha kampuni na ikafanya vizuri, viwango katika uzalishaji, viwango katika utekelezaji wa majukumu. Mmetoa mfano. Nachukizwa na wale wanaowadharau wa Tanzania. Tuliweka kwenye sheria kwamba angalau, wakati ule tulikuwa tumeweka kwamba angalau basi kampuni ya kigeni ikitaka kufanya majukumu hapa Tanzania ishirikiane na kampuni ya Kitanzania. Wakawepo waliojifanya kwamba wao ni wajanja, wanatafuta mtu mmoja, wawili, watatu, wanatumia NIDA yake, kwa wanaanzisha kampuni ya Kitanzania kwa kutumia NIDA ya Mtanzania, lakini makampuni yao yote ni ya kwao. Kwamba ile 10% tuliyosema iwe ya kwao ni ya kwao, na ile tuliyosema basi angalau hii iwe ya Mtanzania na yenyewe ni ya kwao. Huu ni utapeli na ni uhujumu, na haukubaliki. Ni uvunjaji wa sheria kwa makusudi. Naendelea kulirejea hili, na nilishatuma timu yangu inaendelea kufuatilia taratibu. Wapo wenzetu wa vyombo wanaendelea kufuatilia taratibu hawa wanaocheza michezo ya aina hii. Michezo ya aina hii ni kinyume cha sheria, ni kinyume cha taratibu, ni hujuma kwenye uchumi wetu, na ni ubinafsi uliokithiri. Kwamba tumekuambia basi wewe unufaike na 70%, basi Mtanzania kwamba anufaike hata na hiyo 30%, hautaki hata hiyo 30% anufaike nayo, na huko kwenye nchi yake. Huu ni ubinafsi uliokithiri. Na tukisema hii, wala hatuchukii wageni, wala hatuchukii sekta binafsi. Tunachukia ubinafsi uliokithiri namna hii na dharau kwa Watanzania ya kiwango hicho. Hili halikubaliki. Sasa Mheshimiwa Waziri, wengine nimeshakuletea na wengine nitaendelea kukuletea kadri ripoti inavyokuja. Wakipatikana watu wanaofanya michezo ya aina hii, mwapige blacklist, wasifanye shughuli yoyote ndani ya nchi yetu. Nani kawaambia Watanzania wanapenda wawe watumwa kila siku? Na Mheshimiwa Rais
kwenye baadhi ya sekta tumebadilisha sheria. Nakumbuka kwenye sheria ya manunuzi tumebadilisha sheria. Wakati ule ilikuwa ikisoma kwenye ujenzi kwamba miradi yote mikubwa lazima ibebwe na wageni. Sasa hivi hata mzawa na yeye anaweza akabeba mradi mkubwa na akaajiri au wageni wamsaidie. Wala si jambo la ubaguzi. Kama Watanzania na wenyewe wanaweza, kwa nini wasifanye? Ndio, wanaweza kufanya. Na tumeona Mheshimiwa Rais alipopata fedha za kujenga madaraja mengi yale yaliyoharibika. Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi yuko hapa. Kuna madaraja yale, kati ya madaraja 81 yale yako madaraja makubwa kabisa na yamejengwa, na baadhi yao nimeyakagua, ya kisasa na yamejengwa na wakandarasi wazawa. Sasa wale wote waliotumia NIDA za Watanzania kuandikisha kampuni ya kizawa na baadaye wakazigeuza ili wapate yetu yale masharti, na baadaye wakaamua kuwaondoa wale Watanzania na wakumbusha wanakiuka masharti, tutawanyang'anya hata hiyo 70. Hii michezo ya kitumwa, hatuwezi tukaruhusu wananchi wetu wakawa watumwa kwenye nchi yao. Na jambo hili si la kirafiki. Hili ni jambo la kisheria. Hatuwezi kutekeleza mambo ya kisheria kirafiki. Nilikuletea hao wengine, nani hawa, sio wanaitwa nini hawa, Lighthouse Property, sio nini hawa. Wamesajili Watanzania kwa NIDA zao. Sasa umesajili kwa NIDA yake, umepata masharti, baadaye unatuambia alikuwa driver tu. Kwa hiyo kwa nini ulimtumia driver kusajili ili upate sifa ya kupata haki ambayo Watanzania wangepata? Ndio hivyo kama umetumia 30%, hata kama umetumia ya mkata maua, ndio hivyo, ni 30%, kwa sababu tumeweka kwenye sheria. Mheshimiwa Waziri wetu wa Uchukuzi, nilikuwa natoa mfano tu, nisiharibu kitumbua na sherehe yote hii, nisisemee wale wanaofanya vibaya kwenye jukwaa la watu wanaofanya vizuri sana. Nyinyi hapa mmefanya vizuri sana, ndio maana tunawakemea wale wanaotaka kuonesha ni wao tu wageni. Wale wanaotaka kuonesha kwamba Watanzania hawawezi kufanya vizuri, waone Superdol. Tunawekaje kwenye sheria kwamba na Watanzania wanatakiwa wanufaike kwenye sekta ABC, alafu wao waweke mnyororo wote mgeni? Tunatekeleza mradi mkubwa, tumesema kwenye huu mradi mkubwa Watanzania washiriki kwenye mnyororo huu, alafu wao wanatuchenga kwamba kwenye ule mnyororo kwa ubinafsi tu, kwamba wafanye wao wenyewe. Hii haikubaliki na haiwezi kukubalika. Tumeona hata mabenki, Sabi yuko hapa, mmetekeleza kwenye reli na jambo limeenda vizuri tu. Ndio hivyo, mmefanya vizuri. Huu ni mfano moja, lakini ipo na mifano mingine. Mmefanya vizuri kabisa. Niendelee kupongeza sana ndugu yangu Superdol na timu yako yote, mnafanya vizuri, na Mheshimiwa Rais alinituma niwahakikishie serikali itaendelea kusimamia maelekezo yake ambayo yametoka kupitia dira, kupitia ilani na kupitia maelekezo yake mwenyewe Mheshimiwa Rais, ya kuhakikisha tunatengeneza mazingira bora muweze kufanya kazi nzuri. Na yale ambayo tayari mlishapokea maelekezo yake, endeleeni nayo. Serikali iko nanyi bega kwa bega. Na kama nilivyosema wakati mnanipitisha kunionyesha maeneo mbalimbali, jambo lolote mkiona linahitaji lifanyiwe kazi ili muweze kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, msisite kutuambia. Sisi ndani ya serikali tutakuwa tayari kuhakikisha kwamba
tunatatua yale ambayo yanaleta vikwazo hivyo ili muweze kupiga hatua kwa uharaka zaidi. Na amesema Mheshimiwa Judith kwamba mpo maeneo mengi mnakutana kwenye viwanda na biashara, na mimi huwa tunakutana pia katika maeneo mengine ambayo tuna ulevi unaofanana. Mpo paka kwenye michezo, hongereni sana. Hongereni sana. Kwa hiyo serikali itaendelea kutekeleza mikakati mbalimbali na itahakikisha kwamba usalama wa watumiaji wote. Nimelisisitiza hili la wale wanaotengeneza bidhaa feki, zinasababisha ajali barabarani, zinasababisha hasara, ajali maeneo mbalimbali, upotevu wa maisha ya watu, ulemavu wa kudumu kwa wananchi wa Tanzania kutokana na matumizi ya bidhaa ambazo za usafirishaji ambazo ziko chini ya kiwango na ni bandia na ni feki, na hivyo kusababisha ajali ambazo zingeweza kuzuilika. Tumepokea pia maoni ambayo umeyatoa na Mheshimiwa Waziri wa Sekta ameongelea vizuri. Serikali tutaendelea kukamilisha taratibu za kisera na za kisheria ili tuweze kuhakikisha kwamba tunawianisha yale ambayo kisera ndani ya nchi yetu na ndani ya jumuiya zetu tumekwisha kukubaliana. Pamoja na usemao ajali haina kinga, lakini zipo ajali zinazotokana na uzembe na kukosa utii wa sheria za usalama barabarani. Kutokana na usimamizi wa karibu wa viwango vya ajali za magari, viwango vya ajali za magari barabarani na vifaa vingine vya moto tumeona ukipungua. Watu wote tuwe walinzi na tukatae bidhaa feki, zinadhuru maisha ya mtu mmoja mmoja. Hii ni hasara ya kila mtu. Hii sio hasara tu kwa serikali. Ajali ni hasara kwa kila mtu. Hii si hasara tu kwa wazalishaji wa hizi bidhaa, kwamba kwani mimi nauza Michelin bwana, kwani mimi nauza Goodrich bwana, hata wao ndo wanapata. Hapana. Kuruhusu na kushirikiana na wanaouza bidhaa hizi feki ni hasara si tu kwa serikali, ni hasara kwa kila familia, ni hasara kwa kila Mtanzania, ni hasara kwa taifa zima. Kwa hiyo ndugu zangu, tushirikiane na serikali kupitia wizara inayosimamia sekta hii, lakini pia tushirikiane na sekta binafsi wakiwemo ndugu zetu wa Superdol na wengine kupinga hatua hizi za uzalishaji wa bidhaa feki, kwani zinaleta hasara kwa kila familia. Wakati huo huo, kikosi cha usalama barabarani kimeendelea kutoa elimu kwa makundi mbalimbali ya wanajamii. Hili na lenyewe tuunge mkono, tusichukulie kuwa ni jambo la kikosi cha usalama barabarani. Hili na lenyewe ni jambo la kila familia. Tunapompoteza mwanafamilia ama mwanafamilia anayetegemewa anapopata ulemavu wa kudumu, hii si hasara tu kwa serikali, ni hasara ya kila mwanajamii wa Tanzania. Nimeelezewa licha ya kutoa elimu kupitia vyombo vya habari, mmeendelea pia kuwa na elimu ambayo mmekuwa mkitumia kupitia televisheni za mitandao ya kijamii ikiwemo Usalama TV, Trigen Media, kikosi cha usalama barabarani kupitia vyombo vingine kama ITV kiitwacho Aibu Yako na kipindi cha Ubu kinachorushwa katika televisheni ya taifa ya TBC. Haya ni mambo ambayo tuendelee kuyaunga mkono. Tuongee ngazi ya familia, tuongee katika vikundi vyetu, tuongee katika taasisi zetu zikiwemo za elimu, zikiwemo za kidini.
makanisani na misikitini, twendeni tuwaambie vijana wetu madhara tunayoyapata. Ndugu zangu, tumeongelea magari, lakini ukishuka chini ukaenda kwenye bajaji na bodaboda, bodaboda, ukiangalia hasara ya nguvu kazi tunayoipata ni kubwa sana. Hili linahitaji mabadiliko ya kifikra na ya tabia ya mtu mmoja mmoja, kuona kwamba si jukumu tu la wenzetu wa usalama barabarani au la serikali wanaotakiwa kufanya haya. Sisi ndani ya serikali tutaendelea kuhimiza, tutaendelea kuchukua hatua za kurekebisha, tutaendelea kutoa elimu, lakini bado mazungumzo ya mtu na mtu, familia, vikundi, pamoja na kila anayeweza kulisemea hili, bado tunalihitaji lisemewe kwa namna hiyo. Tunajua tuna hatua nyingine muhimu ambazo zimeendelea kushirikisha wadau katika kuhakikisha kwamba tunahimiza swala hili la usalama barabarani, wakiwepo TANROADS, TARURA, LATRA, JICA, TABOA, RSA, AMENDI na zingine nyingi. Twendeni tujumuishe wote ambao wanaweza wakasaidia katika kupaza sauti na kutoa elimu hii, ili kila mtu aone jambo hili linamhusu.